Naam, karibu tena katika kipindi cha Coco Shambani, kipindi ambacho tunaangazia aina mbalimbali za kilimo kwa wakulima tofauti hapa eneo la Pwani. Na hii leo tumebahatika kufika katika Nyuani Farm. Nyuani Farm ni shamba ambalo linapatikana katika eneo la Mkomoto. Huku ni wadi ya Ganda, eneo la Malindi. Nimebahatika pia kukutana na wakulima ambao wanasimamia shamba hili. Labda tu utajitambulisha ndugu? Mimi naitwa Caleb Olalasha. Kwenye shamba yetu tuna miradi ya aina mingi. Tunasataja kwa majina. Tuna kilimo ya mchicha, tuna kilimo ya ndizi, tuna kilimo ya passion, tuna kilimo ya nazi. Tulio ndani sasa hivi. Kwa hili shamba moja? Yeah. Shamba letu ni ekari 42 kwa jumla. Okay. Leo niko na hamu sana ya kujua zaidi kuhusiana na hichi kilimo cha minazi. Naona kuna minazi mingi sana miche hapa. No. Labda unielezee tu kwa kifupi ni aina gani ya minazi ambayo tumekuja tukakutana nayo hapa? Aina ya minazi iliyopo hapa ndani ni hybrid coconut variety. Ambaye tunaileta kutoka nchi za nje, ambayo ni India. Tunasafirisha na tunaleta kwenye shamba letu na tunaunda besheni. Ambazo waona kwenye vikundi ya 240. Tunapomaliza kuisipanga, tunasimwagilia maji, alafu tunasipiga dawa, tuwashughulikia kwa miezi kadhaa kabla hatujahusia wakulima. Labda kwa yule ambaye anatusikiza saa hii na kututazama katika mitandao yetu ya kijamii, angependa kujua hizi nazi ambazo mnazitoa kutoka India, ama hii miche ambayo mnaitoa kutoka India inakuja ikiwa tayari iko kwa nazi ama ishamea hivi inakuja mnaileta hapa nchini ikiwa iko hivi? Tunasafirisha miche yetu kutoka India hadi Kenya ikiwa imeanza kutoka kuchipuka kwenye ile koko yake. Si hivi jinsi ilivyo, imeanza kuchipuka. Inapochipuka tunaleta naweka kwenda kwa miezi 3. Ndio unasiona jinsi ilivyo. Yeah. Na labda mnapoipeleka pale shambani, inachukua muda gani ndio izidi kukua na hata kuanza kuzaa wale watoto wadogo ama kutoa nazi? Unapoitoa minazi miche kutoka hapa kupeleke kwenye shamba lako, inachukua muda wa miaka 2.5. Inategemea na malezi. Jinsi unapokuza hapo hama unapolea miche yako, ili inapofika miaka 2.5 iwe tayari kwa matumizi yako ya nyumbani. Labda unaweza tu ukatueleza tofauti ya hii minazi hii na hii ambayo tunaiona katika mashamba ya watu huku Mkomoto na maeneo tofauti ya eneo la Pwani. Tofauti yake ni gani? Tofauti kati ya nazi ya hybrid na ile nazi yetu ya kawaida ni mengi. Kwa mazao, kwa muda. Nazi iliyo ndani hapa ambaye ni hybrid yachukua mwaka 2.5 ili tupe matunda. Ile ya awali ambayo mnaiona kila mahali inaitwa African Tall yachukua miaka 7 ili iweze kutupa mazao ama itupe tunda ambayo inaitwa nazi. Tunaweza kushughulika kwa kuipikia. Sasa hiyo ndo tofauti. Labda swali lingine ambalo ningependa kufahamu, iwapo ni mtu anataka kuanzisha kilimo kama hichi na akifika hapa mnampatia miche labda kwa bei gani ndo aende akaweze kupanda katika shamba lake? Mkulima yoyote ambaye angependa kuanzisha mradi kama huu, anapofika kwenye shamba letu tunamsia miche moja ya hybrid kwa shilingi 2,500. Upande wa gharama nazungumzia upande labda kuna madawa yoyote ambayo mtu huhitajika iwapo ataanza kupanda minazi kama hii? Kuna dawa zozote ambazo anahitajika kunyunyiza? Yategemea na ugonjwa ambao imepata minazi yako kwenye shamba lako. Ikiwa wahitaji mazao kamili, ni lazima ukikusa ile kitu ili upate mazao kulingana na ratiba. Jinsi ulivyoelezwa ama jinsi ulipopewa ratiba ya kushughulikia ile miche ama ile nazi, isije ikapatwa na magonjwa, kwa sababu chochote kile hata huwa mwanadamu huwa mgonjwa. Same na mmea. Sasa zingine mmea huadhofika kwa wakati yote kulingana na hali ya hewa, kulingana na changing of environment kwenye mmea. Sasa hivi nafahamu kwamba ni kipindi cha kiangazi. Hakuna mvua ni kidogo. Labda mnaweza kustahimili vipi kukuza hichi kiwango kikubwa cha minazi hapa? Mnatumia mbinu gani ili kuhakikisha inasalia iko imara, haiwezi kaathirika na kiangazi?
Sisi kwenye shamba letu tuna kisima cha maji. Huwa tunatumia kunyonyesha mimea yetu kutumia maji ambayo tuwatoa kwenye kisima. So tunajaribu kustahimili kiangazi kutumia kisima au kutumia maji ya kisima. Tunatumia kunyonyesha mimea. Hata ikiwa mvua iko isipo mvua tutafanya kilimo kwenye shamba letu. Kuna lile soko la pamoja lile ambalo labda sana sana mnaweza kupeleka miche yenu kwa wakulima mbalimbali. Huwa sana sana mnategemea wapi? Ni watu ambao wanakuja hapa ama wanawapigia simu mnawapelekea? Sisi miche yetu tuauza kokote kwa yoyote. Mradi amesiweka hoda zake. Awe sehemu yoyote ambayo mimea yetu ya hybrid coconut yafaa ama yaweza kunawiri. Anatulipa kisha tunamfanyia delivery popote alipo. Mkulima yoyote tuna uwezo wa kumuuzia. Hatupagui ama hatuna mkulima ambaye tunasema ni huyu mkulima ambaye tunamtegemea ili tuuze mcha yetu. Yoyote anapokuja shambani na akipenda mradi ya mnazi tuna radhi ya kumuzia. Labda katika sehemu hii ya shamba ambayo tumekuja kuitembelea saa hii, hapa naona ni kama tunaweza sema ni nursery kwa kimombo. Kuna sehemu nyingine ambayo kuna aina ya minazi hii tunaweza tukaiona kwamba ishakuwa mikubwa na inatoa matunda. Tunasafika kwa muda sio kwa mrefu. Okay. Na bado tuko katika shamba la nyuani katika eneo la Mkomoto, na hapa niko na Bwana Caleb ambaye ndio mkulima wetu hodari hii leo. Bwana Caleb, labda tumetoka kule katika eneo ambalo mnaweka miche. Sasa hivi tuko wapi hapa? Tuko kwenye shamba la mnazi sasa. Ambayo tumepanda ile hybrid coconut. Jinsi ilivyo watazamaji, hii ndio hybrid coconut. Ambayo mti moja ina nasi 350. Jinsi unapoona. Huu mnazi ambao tunauona hapa labda umechukua muda gani huu ambao unahisi? Na mwaka 4 na nusu. Miaka 4. Na ulianza kuzaa ukiwa na muda gani? Mwaka 2 na nusu. Kufika miaka ya 3 nasi imekuwa tayari. Okay. Naam. Kwa hivyo katika hili shamba lote hili, hii minazi aina ya hybrid, mko na kama mingapi sasa hivi? Tuna 72. Naam. Nazi mnaziangusha, labda kuna watu wateja wenu mnapeleka wapi? Tunauza tunasifuna tukiwauzia wateja wetu. Yoyote yule anafuata ama ataikubali bei yetu. Tuko tayari kumuuzia nazi yetu. Hizi nazi ambazo labda zinazaliwa na hii minazi ambayo inatokana na ile hybrid. Pia hizo nazo ni hybrid. Hivyo mtu akichukua nazi moja akienda kiipanda ni zile nazi za kisasa za kutoka India? Swali nzuri sana. Nazi itakuwa hybrid. Lakini itakuwa F2. Yaani nambari 2. Kwenye rekodi ama kwenye idara ya mbegu itibati. Haitakuwa ile ambayo yes, ikakuwa F1. Kipi kinafanyika hapo katikati? Hybrid coconut F1 ni zile siko kwa quarantine ambayo tumeipanda ikasai. Salio ambayo hii F1 itasaa ni F2. Ile F2 ni mtoto F1. Kwenye masao ama ukipanda F2 yaweza ikapita F1 ama ikakuwa chini ya F1. Lakini tuamini kwamba F2 yasakuwa chini ya F1. Naam. Hii F2 ukilinganisha na ile minazi yetu ya kawaida hapa upande wa mazao, huwa kuna tofauti? Kuna tofauti. Kivipi? F1 unazungumzia kuhusu F1 ama F2? F2 ina tofauti, manake hii bado ni hybrid. Ina tofauti kwa masao na muda pia. Kwa masao F2 iko juu. Yaani ina masao mengi. Uwezi ukalinganisha F2 na nasi yetu ya kawaida ambayo ni African Tall. Hauwezi ukalinganisha. Labda ningependa tu uweze kuzungumza na ule mkulima wa hapa Kilifi ama Pwani kwa ujumla ambaye angependa sana kuanzisha kilimo cha hii minazi aina ya hybrid. Ungependa kumwambia nini? Hamna nasi sio saa. African Tall ya saa vizuri. Hybrid ya saa vizuri. Jambo la kuzingatia ni ile uangalifu yaitwa management wa upande wako.
ili upate mazao yanayofaa. Naam. Shukran sana Bwana Caleb Sande. kwa muda wako na kutukaribisha katika shamba hili la nyuani, eneo la Mkao Moto, wadi ya Ganda. Nimefurahi sana. Karibuni tena. Karibu nyuani farm. Asante. Naam. Naam, huyo amekuwa Bwana Caleb ambaye ndiye mkulima wetu hodari kwa leo katika kipindi cha Koko Shambani. Tuko katika eneo la Mkao Moto, wadi ya Ganda, katika eneo bunge la Malindi, ambapo tulikuwa tunaangazia mkulima hodari. Bila shaka eneo la Pwani ni eneo ambalo linajulikana sana kwa upanzi wa minazi, na hapa leo tulikuwa tunaangazia minazi aina ya hybrid ambayo kama mlivyosikia inatoka India. Mimi ni Joseph Jira, tukutane katika kitengo chengine juma lijalo cha mkulima hodari. Coco FM, ladha ya Pwani.